Tukichukua mfano tu swala la huduma ya sukari hapa nchini. Sukari. Miaka 60 ya uhuru Tanzania tunazungumza migogoro ya sukari. Miaka 60 ya uhuru Tanzania tunazungumza, hatujajiwezesha uzalishaji tu wa sukari kwa matumizi ya Watanzania. Mimi ni mtu mzima. Hii ni fedheha kwa nchi yetu ya kutisha, na hatupendi kuendelea kuyazungumza haya kwa sababu ni aibu. Kwa kweli, yani honestly, frankly, yani niwe mkweli kabisa bila kumumunya maneno, Tanzania tumejawajawa sana na hofu. Yani tunaweza tukaona viongozi wetu wana ngonjera kila kukicha kuhusu sukari. Serikali ya awamu ya 3 nikiwa bungeni mwaka 95-2000, mgogoro wa sukari ulikuwa mkubwa kweli, mpaka kina waziri wa viwanda na biashara wakati wa kina Idi Simba ikabidi wajiuzulu, marehemu Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Ikaunganishwa na ile na kashfa ya minofu yasema wakina Profesa Mbilinyi wakiwa waziri wa fedha. Sukari kila kukicha, serikali ya awamu ya 3 sukari, ya awamu ya 4 sukari, ya awamu ya 5 sukari, ya awamu ya 6 sukari. Kweli tuko tunajiamini? Sasa tujiulize, kwa nini? Tuna Kilombero huko, tuna Morogoro, na tukajua mifuko ya hifadhi ya jamii NSSF na wengine wakawekeza kweli kweli, ikaonyesha dira kwa kiasi kikubwa. Tuna Kagera Sugar, tuna TPC. Serikali ya awamu ya 5 ikajitahidi hata kuwaambia wazawa wawekeze Bagamoyo huko, wakina Baresa na wengine kwenye sukari. Sheria tukatunga bungeni nilikuweko kuhusu sukari, namna bora ya kutoa huduma hii ya sukari, na tukakubaliana kwamba basi hata kama na uzembe wote ulioko, wenye kuzalisha sukari ndio wapewe nafasi ya kuagiza sukari nje kama ya humu ndani haitoshi. Lakini juzi tumeshuhudia hapa, waziri mkuu ana kauli yake, waziri wa kilimo naye anazungumza kauli inayofanana na waziri mkuu, Mheshimiwa Rais anatengua kauli zote hizo kana kwamba rais yuko juu ya sheria. Hafu kwa kweli, yani ukiwa yani ukisikiliza ngonjera hii ya sukari, kabla sijasema tufanye nini, hebu tujiulize. Kwa mfano, Uganda ambayo ndio imeleta mgogoro huu, sukari ya Uganda ikanunuliwa, rais anasema tutanunua sukari yako, Mheshimiwa Rais wa Uganda. Eneo la kijiografia la nchi ya Uganda ni kilomita za mraba 241,041. Eneo la kijiografia lote la Uganda 241,041. Eneo la Malawi lote ni 118,018. Uganda wanazalisha sukari ya kutosha wauzie Tanzania. Malawi wanazalisha sukari ya kutosha wauzie Tanzania. Ukichukua eneo lote la Uganda na la Malawi utapata ni kilomita za mraba ngapi? 359,059. 359,059. Hapa 241,041 na hapa 118,018. Eneo la jiografia la Tanzania ni kilomita za mraba 9,045. 9,045. Ukichukua Malawi yote na Uganda yote ni asilimia ngapi kwa Tanzania? Ni asilimia 38 tu ya eneo lote la Tanzania. Ukichukua Malawi yote, ukichukua Uganda yote, ukichukua hata ukiongeza na Kenya, eneo la kilomita za mraba la Kenya ni 5,580. Ukichanganya zote ni 9,039. Haijafikia Tanzania bado.
Chukua Uganda yote, Malawi yote, Kenya yote, haijaifikia Tanzania. Tanzania tunasema tumeshindwa kuzalisha sukari ya kututosheleza sisi humu ndani, ambayo population ya Watanzania sasa, idadi ya Watanzania tuko takriban milioni 60 ya Watanzania. Population, idadi ya watu wa Malawi milioni 19. Idadi ya population ya watu wa Uganda milioni 45. Ukichukua idadi ya watu wa Uganda na Malawi ni milioni 64. Wanazidi watu wa Tanzania, wakati eneo lao la ardhi ni kilomita za mraba 300,059. Asilimia 38 tu ya Tanzania wana sukari ya kutosheleza watu walio wengi kuliko Tanzania, ambao Tanzania tuko milioni 60, tuna kilomita za mraba 8,945. Hatuna sukari ya kutosheleza. Alafu tunasema kuna uongozi hapa. Watanzania wenzangu, tuwe wa kweli tu. Tuna uongozi hapa. Tuna uongozi hapa. Tuna uongozi hapa. Mbona ngonjera za kusikitisha hizi? Ni rai kabisa. Hapa tumekosa uongozi. Na uwezo ukasema watu wanashindana, labda ni chama fulani kilikuwa madarakani, serikali ya awamu ya 3, kimekuja chama kingine, serikali ya awamu ya 4, kimekuja chama kingine, serikali ni chama hicho hicho, na ni miaka 60 ya uhuru tunazungumza sukari. Sasa hili swala la sukari kwa mtu mwenye maadili, mtu mwenye integrity, mwenye uadilifu, rais anaenda hadharani anasema yale, waziri mkuu ameyasema hayo, waziri wa kilimo ameyasema hayo, inatosha serikali ya namna hiyo kuondoka madarakani. Imeshindwa kuhudumia, kwa sababu serikali ya awamu ya 5 ilijitahidi kwa kiasi kikubwa namna ya kuwezesha wazawa humu ndani, kwa sababu watu wakina Baresa na wengine huko wakapiwa na maeneo ya kulima miwa. Alafu viwanda vidogo vidogo, ukienda miwa huko Kigoma huko imejaa, ukienda maeneo mengi tu Morogoro huko, namna gani ya kuwezesha viwanda vidogo vidogo. Yaani kwa tumeshindwa kujitosheleza kwa sukari, ngonjera ni ile. Tunashindana sasa, nani sukari nunue wapi, sukari nunue wapi. Tumekosa management, tumekosa uongozi kwa hili. Na hili linaloendelea huko ni fedhea kweli, wala halitakiwi kuwa kwenye record. Na kauli aliyotoa rais, mheshimiwa rais, kwamba kauli ya waziri wake wa kilimo alisema ni nonsense. Sasa kama umeshafikia hadharani kwamba wanaokushauri hawana uwezo, wanafikiria kwa kutumia midomo yao na sio mioyo yao, basi fukuza, dissolve your government. Utakiwa kwenda hadharani na kulialia. Unaonyesha leadership kwamba mimi hapa na wanaonisaidia, tunaofanya kwa pamoja, tumeshindwa kuwahudumia wale tunaotakiwa kuhudumia. Kwa hivyo tunatoa rai kwa kweli, fedheha hii. Na ndio hapa sasa umparanganyiko huu, ugonjwa huu, mparanganyiko huu, huku kutokuelewana huku, ndipo katiba mpya inapoingia. Tunapozungumza katiba mpya, ndio uhai wa taifa, ndio ya kuonyesha uongozi, nani anamwajibisha nani, na hakuna mtu aliyejia sheria. Kwa hivyo ni swala la katiba, sio swala jepesi, swala la katiba. Haya, angalia katika historia ya Tanzania, nani anamsikiliza nani? Miezi miwili iliyopita Mheshimiwa Rais alisema kwamba tumefikia hatua sasa, na akaagiza wizara yenye dhamana na nishati wahakikishe wanapunguza tozo kwenye mafuta, petroli na diesel na bidhaa. Aliagiza rais ameagiza. Leo hii bei ya petroli lita moja jiji la Dar es Salaam shilingi 2,510. 2,510 haijawahi kufikia katika historia ya Tanzania.
Na huyu hapa rais ameagiza ondoeni hizo tozo, na akaagiza akawaambia Watanzania ni chief comforter, licha kwamba ni chief commander, ni chief comforter, ndio mfariji mkuu wa nchi yetu. Akawafariji Watanzania kwamba tozo hizi zipunguzwe, kwa sababu zaidi ya nusu ya fedha zote hizo za 2500 zaidi ya 1200 ni tozo tu hizi, urasmi tozo siji wapi rea tozo vipi tozo vingi humo ndani tushaye kubisema. Na sio kwamba ni kwamba eti soko la dunia limepanda, ni tozo. Kwa Ibn Tabani wanalia tozo kwenye mafuta mpaka lita moja inakuwa shilingi 2510. Hapana jamani, hili ni swala la kukosa uongozi, ni janga hili. Na unajua mafuta yakishapanda, mwa kweli. Kuna mama moja jana alikuwa ananiambia mfuko moja wa nini, mfuko moja wa pumba hii ya kuku ilikuwa wakati wa serikali ya 500 ilikuwa shilingi 11,000, sasa hivi sijui shilingi 26,000. Wanaofuga kuku. Njoo kwenye mchele, njoo kwenye unga wa kawaida wa sembe. Njoo kwenye bidhaa zote. Umeshapandisha mafuta. Kauli ya rais sio ya James Mbatia, punguza na tusema zile tozo ziondolea. Hawamtii. Sasa nani kweli, unajua mama wakati mwingine huwa samani, nishakusema tunamuita dada sio mama. Ndugu rais tarehe 15 ya mwezi wa 9 alisema kwamba yeye aliingia pale kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu bado hajawekwa pale, akaomba na mama wenzake wamweke 2025. Aliomba mwenyewe kwa kinywa chake. Sasa ndio unaona kwamba hii serikali ukifikiri kwa makini, kufanya critical analysis, haina ridhaa ya Watanzania. Na mnajua yaliyotokea madhila ya kwenye uchaguzi ni migogoro tu. Na unapoendesha nchi kwa migogoro, unapoendesha nchi kwa matukio, unasubiri tukio moja ulisemee, tukio jingine ulisemee, tukio jingine. Hekima ya kawaida tu inasema kwamba great minds discuss issues, ideas. Unakuwa na mawazo mapana, unaangalia hoja, vision yako ni ipi, mwelekeo wako ni upi. Sasa rais ajitokeza azungumzie umeme, maji, mgogoro mafuta, jitokeze huku sijui nani kuuza sukari, rais mpaka anakuwa sasa mchuuzi wa sukari. Inakuwa ni hatari tupo. Yaani inakuwa ni shida. Kweli, yani frankly speaking, na hivi iko haya ni matatizo. Tuzungumzie maji. Maji ni uhai. Leo asubuhi nimezungumza na watu wapi Wagoba huko. Kuna bado tatizo kubwa la maji. Na haya maji sasa nimekuwa ni jambo la tukio, kubahatisha. Leo yapo, kesho hayapo. Na swala la maji ndugu yangu, kuyatawala maji, kuyavuna maji, hatuzungumzi kuyavuna maji ya mvua tu. Maji yaliyoko juu ya ardhi ni 1.5% tu ya maji yote. Lakini yaliyoko chini ya ardhi huko zaidi ya 30%. Kuna swala la water management. Nimefanya hii kazi Uholanzi. Na barafu zinavyoanguka kule, namna wanavyotengeneza malambo, barafu zinaanguka kule, seepage inaingia chini kwa chini, hivyo water table inakuwa, namna ya kuyavuna yale maji. Wakafanya rejea wataalamu wetu, najua wako wazuri tu Tanzania, wakarejea Helinga Jiziu, namna ya seepage inavyotake place na discharge ya maji inavyofanyika kisayansi. Sasa maji kweli, karne hii tunazungumza maji, alafu inakuwa ni tukio kweli. Halafu tunasema ni ukame. Hali ya dunia ikoje? Kwani hatukujua ukame utaratibu uko namna gani? Tumeanza kuzungumza wakina mheshimiwa Frederick Tuluai Sumai akiwa waziri mkuu, Bola Kidunda huko wakati wanaanza kupambana tangu miaka ya 95 huko mpaka leo miaka 26. Yani hivi nikiuliza kiuhalisia, maji ni tatizo ndilo hilo. Njoo kwenye mgao wa umeme, ndio tuko hapo sasa hivi na migogoro yote ya mambo ya umeme na mengine tunafanyaje kwenye masuala haya ya umeme. Halielezeki. Unasikia waziri yuko nyumba ya Mungu naye anazungumza mambo yake kuhusu mambo ya umeme hayo, sijui wafanye namna gani, wapande washuke. Mambo ya umeme tunafanyaje kuhusu umeme huu? Kila siku ni kubahatisha. Tunakumbuka 2013 nikiwa bungeni pale, waziri mwenye dhamana akasema sasa umeme ni mwisho na tutakuwa tunauza umeme nje huko. Na mwezi wa 7 ilikuwa ni siku ya Jumatano huko, tunakumbuka tarehe ilikuwa tunasahau. Akasema hatutakaa tena, basi tufanye haya mambo ya matatizo ya umeme. Leo hii tuko wapi ndugu zangu? Swala la umeme tuko wapi? Alafu hebu tujiulize, na naomba waandishi wa habari na Watanzania tutafakari,
Hivi kweli kwenye mgogoro huu wa maji huu wa hapa na hali ya water management, hivi bado mradi wa Stiglas Gorge bado upo? Mradi wa bwawa la Nyerere upo? Serikali ijitafakari upya, ushauri wa kawaida tu, ijitafakari upya. Huo mradi huo una walaki ni mkubwa. So wamesema watafungua mwakani sijui Januari Februari. Hawawezi, nakwambia hawawezi. Na mgogoro ni mkubwa, na hiyo walikata miti zaidi ya 3 na kitu huko. Huo mradi hawawezi. Maji yao yako wapi? Mgogoro mkubwa wa maji huu. Study iliyofanyika mwaka 71 ndio unakuja kuifanyia kazi leo, miaka zaidi ya 50 iliyopita. Sasa ni uongozi. Yote haya tunazungumza ni uongozi, na yote haya yanahusu katiba. Katiba. Tumesikia kamati za bunge la Ulaya jana wanajadili kuhusu masuala ya ndugu Freeman Mbowe. Wanajadili kuhusu uchaguzi wa Tanzania. Wanajadili kuhusu vyama vya upinzani kunyimwa vibali vya kufanya hata vikao vya ndani. Uliona weekend ile hii juzi hapa mwishoni mwa wiki huko Meatu, kamanda wa polisi wa Meatu anasema kuna tishio la ugaidi, kwa hivyo hakuna kufanya mikutano, kukusanyika, kuna tishio la ugaidi. Lakini ugaidi unaonekana tu kwa vyama vya upinzani, sio kwa CCM. CCM polisi wapo wanasaluti, wanapiga, wanawalinda kufanya mikutano ya hadhara, lakini swala kikao cha ndani kuna ugaidi, tishio la ugaidi. Alafu ni swala uongozi tu. Unajua ukishasema kata kama ugaidi ungekuwepo, ukishaanza kusema ugaidi unaonyesha wale magaidi kweli wajitokeze, nao wanataka watambuliwe kwamba wapo, hayo matukio yatatokea. Ni taaluma tu ya majanga. Sasa unasema ugaidi, fikiria bunge la Ulaya kule, badala ya kuzungumzia mambo mema ya Tanzania, namna ya kuzungumzia mambo ya climate action, tuzungumzie mambo makubwa ya uviko 19, wanazungumzia swala la ndugu Mbowe anavyofanywa. Wanazungumzia swala la demokrasia Tanzania. Na sisi tulishasema wazi bayana kabisa. Yaani namsihi tena, limenijia kichwani hapa, nimsihi rais achane na hili swala la Freeman Mbowe. Halijenge heshima kwake, halijenge heshima kwa Tanzania, halijenge heshima kwa dunia, halikuzi utu wa Tanzania, halikuzi utu wa demokrasia nchi. Achane na swala la Freeman Mbowe. Nasema funika kombe mwanaramu apite. Masuala ya Mbowe ni mambo ya kisiasa tu. Tangu tarehe 21 ya mwezi wa 7 mpaka leo, panda shuka, na ndio hata kesi haijafika katikati. Waachane nayo, haina tija kwa uhai wa Tanzania. Tukae chini tuzungumze mambo makubwa. Kwa hiyo rai yetu sisi, haya yote yaliyopo, nimezungumzia swala la uviko 19, swala la sukari, swala la maji, swala la umeme, swala la bidhaa za petroli, hata mafuta ya kula.